So guys, kile kitu ambacho kinaendelea ndani ya South Africa ni kitu cha kushangaza sana, na ni kitu ambacho kikweli kabisa kila mtu anafaa ashtuke kwa sasa, kama wewe umetoka nchi za Afrika, especially kama wewe una familia yako yoyote ile ambayo iko ndani ya kusini mwa Afrika, wakati hao sio raia kabisa wa kusini mwa Afrika. Kwa sasa raia wote wa Kiafrika ambao sio wananchi halisi wa South Africa ama kusini mwa Afrika wanapigwa na kufurushwa na kudhalilishwa ili mradi waweze kutolewa nchini mule. Kwa sasa tunavyoendelea kuongea ni kitu ambacho kimeweza kutekelezwa tangu mwezi uliopita, lakini kwa sasa imefika kuanzia tarehe 17 mpaka sasa leo tarehe 21 ni kitu ambacho kimekuwa kinazungumziwa kwa ukubwa, kwa sababu watu wanadhulumiwa na kupigwa hadharani bila kuogopa. Polisi hawashughuliki chochote na watu wamenyamaza, na mtu mmoja akipigwa akionekana akijulikana tu ya kwamba huyu sio mwananchi wa South Africa na ni Afrika, basi anapigwa na kugaragazwa. Hawataki kujua kama anafanya biashara gani, ama yuko pale kwa minajili ya kutembea, ama yuko pale kwa minajili ya kwamba ameenda kutafuta mabiashara. No, yeye atapigwa tu kwa sababu yeye sio mwananchi wa South Africa. Kikweli kabisa hizo habari zimenifikia hapa na nikasema kwamba lazima tuje tuzungumze kwa ukubwa, kwa sababu sio kitu rahisi kwa sasa, ambapo tulitarajia ya kwamba wenzetu kule uzunguni tukishaenda kule tunadhulumiwa na kupigwa na kufanya vitu vya ajabu ajabu, na mwisho siku tukaja tukasema pale kwamba Black Lives Matters a lot, ambapo tulikuwa tunasema kwamba uhai wa mwananchi ama uhai wa raia wa Kiafrika pia nao vile vile pia unahitajika kujaliwa, ama kwa need to be considered more again. Lakini kwa sasa sisi wa Afrika kwa Afrika wenyewe tayari tumefika wakati kwamba tumechokana, tunataka kuuana, yani we are tired of each other. Sisi wa Afrika kwa Afrika tayari leo hii ndani ya South Africa, nchi ambayo iko na nchi ambayo ni ya Afrika, jambo la kwanza, nchi ambayo inaongozwa na rais ambaye ni Mwafrika, lakini anafuata sheria ya watu ambao sio wa Afrika. Anafuata sheria ya Amerika na sheria ya wazungu, ili mradi aweze kuongoza ile nchi. Na yeyote yule ambaye atajitokeza na kujaribu kutetea ile hali halisi pale ndani ya South Africa, basi yeye sheria itamkandamiza, ili mradi hata kama kufungwa aweze kufungwa. Tuliona juzi hapa, just the other day, Julius Malema aliweza kuwekwa ndani kwa takriban miaka 5 just because ya kwamba ati alipiga risasi juu, alifyatua risasi juu bila kupiga mtu yote, bila kuumiza mtu yote. Lakini kuna mwanamke mwingine ambaye pia alifanya the same thing, ambao mpaka leo yatembea, yuko hadharani, yuko huru, hakuna sheria yote ambayo inamkandamiza huyo mwanamke. So ni kitu ambacho nimesema tukizungumze kwa ujumla na kwa pamoja, ili tuone jinsi gani ambavyo tutalizungumzia hili swala. So the thing ambayo iko hapa ni kwamba wale wazungu ambao wako ndani ya South Africa kwa sasa, they are very happy because sasa wametengeneza kambi, kama wameinsert akili za baadhi ya Waafrika ndani ya South Africa ya kwamba nyinyi mnasema maisha yenu ni magumu hapa South Africa, lakini hamjui ambaye anafanya maisha yenu ya magumu nyinyi ni Waafrika wenzenu ambao wametoka nchi zingine za Kiafrika. Na Waafrika wengi wanaopigwa na kutolewa na kufurushwa nchini South Africa ni pamoja na wananchi kutoka Nigeria, wananchi kutoka Somalia, wananchi kutoka Ethiopia na wananchi kutoka nchi ya Mozambique. So hawa ndio watu ambao wanapigwa na kufurushwa kwa wingi zaidi. So wamekuja wamesema hivi, social economic frustration, na kusema hivi, high level of poverty, unemployment and economic inequality create intense competition for resources, housing and jobs. Foreigners are often blamed for taking jobs of operating small business in township. So tujue tu kwamba, samahani ndugu zangu kutoka Tanzania, pia lazima hili nalo pia nchi ya Tanzania tuseme kwamba walianzisha mchezo huu. Walianzisha kwa serikali ilianzisha mchezo huu kwa kuaminisha Watanzania ya kwamba hawapati kazi na maisha yao ni magumu, kwa sababu ya kwamba kuna wananchi kutoka nchi zingine wameingia nchini Tanzania wakachukua zile kazi ambao hao wanapaswa wazichukue. Ndio maana umaskini umewakumba, and that's why ukapata Watanzania wengi wakakubaliana na ule mswada ambao uliwekwa ya kwamba Wakenya, wa Uganda, wa Burundi, wa DRC waweze kutolewa haraka sana iwezekanavyo nchini Tanzania, kwa sababu wanafanya biashara ambazo biashara zile zinaweza zikafanywa na mwananchi wa kawaida. The same thing is happening in South Africa sasa. Jambo lile pia linachukua mkondo wake, ama ndio linafanya kazi ndani ya kusini mwa Afrika, ambapo
wamesema kwamba maisha magumu ya umaskini zaidi, maisha bila ya kuandikwa kazi, ajira, kutokuwa na ajira, na maisha magumu ya upamoja ya utajiri vile ambavyo uko na mambo mazima ya kwamba hawapati hata manyumba na kazi kwa ujumla, yamesababishwa na kuwa na uraia wengi ambao sio wananchi wa kusini mwa Afrika. Lakini sasa ukikonsida wale wananchi ambao wametoka nchi zingine, kiukweli kabisa wazungu na Amerika wamejazana sana, wamejazana sana kusini mwa Afrika, lakini hawa ni watu ambao hawaguswi. Waafrika, they don't beat these guys from Europe, they don't beat these guys from America just because they are very powerful from their country. Lakini ndugu zao ambao wametoka Afrika, nchi za majirani zao za Afrika, ndio wanapigwa na kudhalalishwa, na they are very happy. So mzungu akipiga Mwafrika, watu kutoka South Africa wanashangilia, kusini mwa Afrika raia wanashangilia kwa sababu mzungu amepiga mwananchi wa Kiafrika. Na mwananchi wa Kiafrika akipiga Mwafrika mwenzake, mzungu naye pia anashangilia. Kwa sababu gani? Mwananchi wa South Africa amempiga Mwafrika ili aweze kutoka kwenye ardhi ya Kiafrika ya kusini mwa Afrika. Na vile vile raia wa Kiafrika naye pia vile ambaye yuko ndani ya kusini mwa Afrika anasikia raha akijiona kwamba tukishampiga huyu akienda kwao, sisi tutapata uhuru hapa wa kujimiliki na uhuru wa kupata kazi, uhuru wa maisha mazuri, umaskini utaisha. Hivyo ndivyo danganywa maskini, na imeingia kwa kichwa na shika. Okay, scapegoating and misinformation, wakisema kwamba foreign nations are frequently targeted as the cause of social ills including high crime rate that is leading to violence, looting and burning of shops. So wanasema kwamba wale wa Afrika ambao wako ndani ya kusini mwa Afrika ndio watu ambao wanapaswa kulaumiwa zaidi wa uwizi ambao unaendelea ndani ya Afrika Kusini. Uwizi wa mabavu wa kuvunja maduka ambao unaendelea ndani ya kusini mwa Afrika. Wakisema kwamba ukora wa kupiga watu vibaka, yani wanasema kwamba ni watu kutoka nchi za Afrika, hivyo basi ni watu ambao wanapaswa wapigwe ili waweze kutoka ndani pale. Na vile vile pia akasema kwamba ujangili, ile hali ya ujangili ambavyo inazidi kupanda kila siku ndani ya kusini mwa Afrika, yote hino imesababishwa na Waafrika. Hivyo basi wakasema Waafrika ambao wanafanya vituko vyote hivi ni Waafrika ambao sio wananchi wa kusini mwa Afrika, ni Wanaafrika ambao wametoka nchi zingine za Kiafrika. Na ndio maana wakipatana na Mwafrika ambaye sio Mwafrika kutoka kusini mwa Afrika, basi yeye cha kikomotoni ni kupigwa mangumi na kurejeshwa nyumbani. Kuna video fulani lakini nikiweka hapa akataa, watu wa YouTube wezi kubali. Unapata yani mzungu anampunch kabisa ngumi za usoni, anampiga za uso kabisa Mwafrika mwenzake. Unapata Mwafrika mwenzake anapiga za usoni na wengine wanashangilia. They are very happy. No, this is sad. This is not bad. Okay. Samahani, ili neno mtanisaidia kupronounce neno afrophobia ama xenophobia, ikimaanisha kwamba nimejaribu kutafiti nikaona kwamba ni chuki dhidi ya mtu ambaye ako na ngozi ya Kiafrika, ama ni chuki dhidi ya Mwafrika, ama ni chuki dhidi ya ukuaji wa mtu ambaye ametoka Afrika. While termed xenophobia, fear for foreigners, the attacks are especially targeted in migration from another African nation. Nigeria, Somalia, Ethiopia and Mozambique are not typical against white foreigners. This has led to the Afrophobia, suggesting specific bias against Black African from other countries. This is very bad. Wallahi ni kitu mbaya sana. Yaani tunaacha mzungu aweze kututawala na endelee kututawala kwenye nchi zetu na ardhi zetu hapa Afrika. Lakini sisi kwa Afrika kutembeleana ni balaa. Yaani Mkenya haizi enda South Africa kwa sasa. Je, South Africa akienda Kenya ataachwa? Atapigwa obvious pia. Nchi kama Tanzania ni nchi ambayo Watanzania kibao sana, a big number of youths from Tanzania wameweza kusafiri kwenda zao South Africa kule kwa minajili ya kujitafutia kibarua, wengine wameenda kwa minajili ya kutembea, wengine wameenda kwa minajili ya kufanya biashara. Mwisho wa siku leo sahi mtu anaishi hivi roho yake juu mikononi hivi kwa sababu kwamba yuko nchi ya Afrika ambayo hapendwi, na yuko Afrika, hayuko uzunguni, hayuko Arabuni, hayuko Amerika. Ni Afrika nchi yake. Alafu unapata Mwafrika mwenzako hakupendi, hakujali, akikuona anataka kukuua. Kisa na maana kwamba ameambiwa wewe ukiwa pale unamkosesha kazi yeye, unamfanya yeye awe maskini, unamuibia, unaenda unabomoa maduka kule. So lazima wakutoe wewe ndio ile isikisha. Na mzungu amemwaminisha kwamba wapigeni hawa
na serikali imenyamaza. The government doesn't talk anything about this. Kwa sababu gani? Serikali pia vile vile ni kama amekuwa pale Mwafrika awe rais, lakini anaiongoza ile serikali sio yule ambaye yuko pale madarakani. This is very bad and this is what is happening in the most of our African countries kabisa. Nyingine hapo ambao wamesema ni social mobilization and insecurity. Organized groups has been known to intense violence, often chanting for foreigners to leave, which results in disruption of lives and businesses. So tumeweza kuona kuna baadhi ya maandamano ambayo yanafanyika mpaka sasa ndani ya South Africa, ambao wengi wana chant ama wanapiga ile kelele wakitoa ule msemo wa kwamba yeyote ambaye sio raia wa kusini mwa Afrika aweze kutoka haraka wepesi sana, kwa sababu hastahili kuwa pale. So hichi ni kitu ambacho mimi kimenishtua na ni kitu ambacho mimi kimenifanya nikashangaa na nikasema lazima tuje tukiongelee, kwa sababu akiniingia kwa kichwa. Yani Mwafrika unapiga Mwafrika mwenzako aweze kutoka nchi ya Kiafrika wakati mzungu yuko pale starehe. You guys, sijui kama nyinyi mshasafiri nchi kama za uzunguni ama nchi kama za Uarabuni. I have been there, my friend, I'm telling you. Sisi tukienda kule hatuthaminiwi kama raia ambaye yuko pale. Raia ambaye yuko pale anathaminiwa zaidi kuliko raia ambaye ametoka Afrika. Lakini wenzetu akija nchi za Afrika tunawathamini maradufu 50 zaidi yao kutuliko sisi wenyewe. So I'm telling you, kwenye niko sahihi nifanye makosa na niwe na mzungu amefanya makosa hapa, mzungu atakuwa treated vizuri na polisi wa nchi ambayo niko hapa Afrika kuliko mimi vile ambavyo nitakuwa treated. Kwa wenzetu kule tukiwa kule Uarabuni na uzunguni, tukifanya makosa sisi tunakuwa treated vibaya kuliko yule ambaye anatoka kwenye nchi. Yule ambaye ni mwananchi, raia wa ile nchi, anakuwa treated vizuri kabisa kulingana na sheria ambayo inaenda. Lakini wewe ambaye umetoka nchi za Afrika, nchi yoyote ile bora ni Afrika, utatitwa kama mbuzi, kama ng'ombe vile. Kwa sababu gani? Hauna thamani kwao. Hasa wale wakija hapa sisi tunaona hao ndio viji Mungu vidogo. Astaghfirullah. Well, this is thing that has to stop in any way that. Kiukweli kabisa. So ladies and gentlemen, these are the news that I had to bring it to you. So it is what it is. Please subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time.